Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Vya habari ndio jambo ambalo tunaweza tukanyanyuka nalo. Hatuwezi kwenda nje ya kile ambacho kinazungumzwa. Hatuwezi kwenda nje na taarifa za Iran, Amerika, Israeli na wengine na yale yanayoendelea. Ukisikiliza mazungumzo yangu ya mchana, niliwaambia kuhusu mkutano wa Ankara. Kumekuwa na taarifa ambazo zimekuwa zikijirudia katika hilo, na taarifa ambayo imetoka Iran inasema Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amempa ruhusa waziri wake wa kigeni Abbas Araghchi kwenda Ankara kukutana na mwakilishi wa Marekani Steve Witkoff na jopo lake katika mazungumzo ambayo yatatoa taswira kamili. Nilieleza mchana kuwa kuna siku nyingi ambazo ziko hapa katikati, lakini yote yanawezekana au nini kikatokea katika haya mazungumzo nyeti kabisa. Sasa msafara wa wanaitwa Trump administration, yani kina Steve Witkoff na crew yake. Sina uhakika kama Jared yupo, lakini na bila shaka Jared hawezi kukosekana kwenye hii crew, mkwe wa Donald Trump, kama ameamua kufuatana kwenye huu msafara. Wanaelekea Tel Aviv, Israeli. Wanapita Israeli kuwasiliana na crew ya Netanyahu pamoja na Netanyahu mwenyewe. Halafu watatoka pale kuelekea Ankara katika mazungumzo ambayo ndio yanatarajiwa kufika wakati au kuzungumza kuhusu mazungumzo. Sasa vyombo vya habari vya Israeli vingi, kwa wale mnaopitia taarifa, mmeona vinazungumzia kuhusu mambo matatu. Na Israeli wanakwenda kumpa Steve Witkoff na washirika wake msisitizo, yani wanampa kile ambacho wao wanacho na kile ambacho anatakiwa akitekeleze kwenda kwenye mazungumzo yao ya Ankara. Kwa sababu nilizungumza mchana kuwa Marekani alikubali kuzungumza kuhusu nyuklia na Irani walikubali kuhusu nyuklia. Israeli wanasema ni lazima mambo matatu yaende pamoja. Lazima mambo matatu yaende pamoja. Mambo yepi? Jambo la kwanza liwe nyuklia, jambo la pili makombora, jambo la tatu proxy. Proxy ni Hamas, Hezbollah na makundi mengine ambayo Irani anatia mkono. Kwa hiyo Israeli anasema kuwa ni lazima haya masuala yaende pamoja. Kwa hiyo nimeona vyombo vya habari vimerudia kuwa haya mambo matatu ndio muhimu kwa Israeli. Ikiwa Irani watakubaliana na haya, Israeli na wao watakubaliana na hiki kitu. Lakini mazungumzo ya mchana nilizungumza kuhusu kwanza, kabla sijaenda hiyo, nitakwambia kuwa katika mazungumzo haya, licha ya kuwa haya mazungumzo yamekuwa ya kutokuaminiana sana, ndio maana umepatikana mwaliko rasmi wa washirika wa kikanda. Nimemsikia waziri wa mambo ya nje wa Qatar Majid Al-Ansari anasema kuwa kumekuwa na nguvu ya kushinikiza kutoka kwa washirika wa kikanda ambao ni Uturuki, washirika wa kikanda ambao ni Misri, Saudi Arabia, Qatar, Oman. Hao wote wamealikwa pamoja na UAE, wamealikwa kuhudhuria haya mazungumzo. Na bila shaka nadhani Irani walitaka sana hawa wawepo ili kukwepa zile hila na kutaka kuona kuwa nani anakwamisha hiki kitu na msukumo wa hili jambo. Kwa hiyo hawa washirika wa kikanda watahudhuria. Hao wote wamealikwa kuhudhuria huo mkutano. Lakini msisahau kile nilikizungumza mchana kuwa haya ni mazungumzo ambayo yanahitaji siku 3 au 2 mbele ya ambayo yanaanza. Lakini hawa washirika wanatajwa kuwa baadhi ya nchi zitafika mapema kwenye huo mkutano na zitaanza mazungumzo ya awali ya pembeni baina ya nchi na nchi kabla ya mazungumzo rasmi kabisa ambayo yatajumlisha watu wote, yatajumlisha washirika wengine kwa pamoja. Kwa hiyo hilo ndio litatokea hivyo. Lakini nilizungumza kwenye mazungumzo ya mchana kuwa kulikuwa kuna taarifa ambayo niliwaambia sipigi mstari kuhusu
baadhi ya silaha au meli za Marekani kuanza kuondoka kwenye pwani ya Ghuba, kutoka kwenye Ghuba ya Uajemi. Hilo limethibitishwa na baadhi ya vyombo vya habari kadhaa ambao vinathibitisha ni kweli kuwa USS Abraham ile Lincoln imeondoka kwenye Ghuba ya Uajemi na sasa iko kwenye eneo la karibu na Yemen kusini, karibu na kisiwa cha Sokota, ambapo ni kama zimeanza kuondoka kutoka kwenye lile eneo ambalo zilikuwa kwenye mstari. Yani ni wazi, ni kweli kuwa meli za Marekani ambazo zilikuwa zimesogea sana karibu, hasa kama unaelekea Hormuz na nini, ziko umbali wa kilomita 1400 kutoka kwenye bandari za Irani. Kwa hiyo ni kama vile zinaanza kuondoka, lakini hili pia bado ni angalizo ambalo huwa sila kuamini sana. Unajua umezungukwa na nchi laghai ambazo zinaweza zikakulaghai kutaka kukuaminisha kuwa hili halipo, lakini wakati huo zikaja zikageuka kwa kipindi chochote. Nilikuwa nikisoma The New York Times inasema kuwa Trump ameendelea na majibizano makali na viongozi wa Israeli kuhusu mashambulizi ya kuelekea Irani, ambapo kuwa Trump amekataa kufanya mashambulizi na wao walitaka afanye mashambulizi, ila Trump amekataa. Baada ya Trump kukataa, na wao wakatishia kuwa wataenda wenyewe, lakini mwisho ni kama vile Israeli wamekubaliana na uamuzi wa Trump kutumia diplomasia. Kwa hiyo wanasisitiza mazungumzo yaende kwenye masharti yao wanaoyataka. Sasa hapa nitakwambia, hapa kuna masuala mapya. Unajua wakati wa Barack Obama 2015 swala la makombora kama nilivyowaambia halikuwepo. Kulikuwa kuna swala tu la program ya nuclear, lakini na swala la proxy lilikuwepo, yani nchi ambazo Irani anazifadhili, au proxy ni wale ambao Irani anawahudumia, yani hao wengine kina Hezbollah, Hamas na wengine, hao ni proxy. Sasa mara ile 2015 hilo lilikuwepo, lakini hapa kuwepo na swala la makombora ya masafa marefu au masafa mafupi, hilo halikuwepo. Sasa mara hii haya matatu yote yanaenda pamoja, lakini Irani wamesisitiza tena. Nimesikia waziri wa kigeni anazungumza, anasema kuwa swala la makombora hilo ni swala letu la ulinzi, halina mjadala. Yani swala la ulinzi wetu ni swala ambalo halitokuwepo katika mjadala wowote. Sasa hili ndio ambalo linaendelea kwa hii jioni, na yale maswala yamebadilika na kila kitu kinaonekana ni kama vile kinasukumwa kwenye njia fulani na ndani ya Israeli wanataka kujaribu kutumia nafasi yao, uwezo wao na ushawishi wao mbele ya Amerika. Je, wanaweza kupenyeza ajenda zao, au ajenda zao zinaweza zikaishia kama zilivyokuwa kwa Barack Obama? Kwa sababu wakati wa Barack Obama zilisukumwa sana ajenda zikagoma kufanya kazi. Matokeo yake makubaliano yakafikiwa katika masharti ambayo yalikuwa ya Barack Obama. Sasa mara hii hatujui haya makubaliano yatafikiwa katika engo gani. Sasa hilo ndio kati ya Irani na Israel, na kile kinachoendelea inaonekana hali imechangamka sana, na Israeli ni kama vile hawazungumzi tena kuwa tutashambulia wenyewe. Ni kama vile wamenyamaza kuhusu hili swala la kuwa tutaenda wenyewe tufanye mashambulizi sisi wenyewe peke yetu. Ni kama vile wanataka kukubaliana na uamuzi wa Marekani wa mazungumzo, lakini ukiwa na masharti yao. Haya masharti yetu tunataka yawe hivi na hivi na hivi na hivi. Hilo ndio linaloelekea kwa upande huo. Kuna taarifa moja niliona, alafu nikafikiria, nikasema kuna kauli moja, kuna msemo unasema, just si halisi, ni msemo tu, unasema kuwa muungano wa wachawi huwa haudumu. Kwa nini muungano wa wachawi haudumu? Kwa sababu wanachokifanya ni kitu ambacho sio kizuri. Matokeo yake kuwa kitadhuru watu, kitaumiza watu, au kitaathiri watu, matokeo yake kitaondoka. Ndio kwa nakusudia hiyo kuwa muungano wa wachawi hauwezi kudumu kwa sababu asili ya kitu uchawi si kitu kizuri, au hayo maswala si mambo mazuri. Ndio maana muungano wao hauwezi ukadumu. Nimeona taarifa, haijanishangaza. Taarifa hii haijanishangaza kwa sababu nilitegemea mmoja katika hawa watatu siku yote lingetokea hilo. Mnakumbuka niliwahi kuwapa taarifa mwezi uliopita kuwa kwenye lile swala linaitwa muungano wa nchi tatu, na nikausifia, nikasema
huu muungano ulitakiwa uende mbali zaidi, na niliwahi kutoa rai yangu katika muungano kama huo, lakini wakati huo nilimention nikasema hizi nchi tatu zingewahi kuungana, Saudi Arabia, Uturuki na nani nilisema Saudi Arabia, Uturuki na nani niliweka, kuna nchi tatu tu hapa niliweka, Uturuki, Saudi Arabia na Irani. Kipindi hicho nilizungumza hivyo, lakini ikaja against, kama mnakumbuka, nikaja nikawaambia kuna muungano sasa ambao awali kulikuwa kuna muungano wa Saudi Arabia na Pakistan, halafu baadaye tukaona katika hilo ameongezeka nani, Uturuki kwenye ule muungano, na waziri wa mambo ya nje wakati huo wa Uturuki Hakan Fidan alisema tuko kwenye kipindi kizuri na tunaelekea kuzuri kwenye haya mazungumzo ambayo tunakusudia kuyafanya na kufikia makubaliano ya muungano mzuri kabisa ambao wao walisema ni muungano bora kabisa. Niliusifia wakati huo kwa sababu naamini ilitakiwa kuwa hivyo kwenye huu muungano. Hizi nchi ni katika nchi ambazo zinajiweza, kila nchi moja inajiweza kwenye nafasi yake. Unazungumza Uturuki ambao wamefanikiwa sana hivi sasa kwenye uwekezaji wa silaha, ubunifu, utengenezaji wa droni za hali ya juu sana, lakini nilisema ni bora kwa kivuli cha nyuklia ambayo unakipata kutoka Pakistani. Na hiyo Saudia alikwenda wakati ule, kwa sababu Saudia alienda kujikinga kwenye nyuklia ya Pakistani kutokana na kile ambacho kilitokea Qatar. Kama unakumbuka kile kilichotokea Qatar wakati Israel ilipofanya mashambulizi kuwalenga maafisa wa Hamas, kina Ismail, kina hawa nani, Khalil al-Haya na wenzake. Nilisoma jana taarifa moja kuwa Israeli walikuwa na plani ya kumuua Khalil al-Haya Istanbul. Miaka ya nyuma kidogo tu hapa, juzi tu hapa, walikuwa wanapiga hesabu kumuua. Kuanzia mwaka jana walikuwa wamepiga hesabu wamuue Khalil al-Haya, lakini wakasema hesabu zao zilikuwa zimeenda vibaya, hawakuweza kufanya hivyo. Lakini walimkosa. Unakumbuka mwaka jana walivyokuwa kule Qatar, wakamuua yule mtoto wake, wakawaua na wale makamanda katika ile shambulizi wakati wa mazungumzo. Mnakumbuka ile Khalil al-Haya, lakini walikuwa wamekusudia kumuua, wana muda walikuwa wamepanga kumuua Khalil al-Haya. Sasa mashambulizi yaliyotokea Qatar yalipelekea Saudi Arabia kusaini makubaliano na Pakistan. Wakasaini makubaliano na Pakistan ambayo makubaliano hayo yalikuwa ya ulinzi, ikiwa yoyote ataguswa tunaweza tukaingia wote kwa pamoja. Makubaliano hayo yakamvuta Uturuki. Nikasifia sana hayo makubaliano, nikasema yes, imefika wakati hizi nchi zijilinde kwa namna hiyo. Kwa hiyo Uturuki ambaye hana nyuklia na yeye kama alienda kujikinga kwenye kivuli cha Pakistan. Sasa taarifa mpya ni kuwa mamlaka ya Uturuki imetoa taarifa kuwa haitokuwa sehemu ya muungano wa nchi tatu, Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan. Uturuki wamesema kuwa hawatokuwepo. Kwangu mimi nimesema haikunishangaza na haitonishangaza, kwa sababu kati ya hawa wote watatu, hawa ni washirika wa Marekani wote watatu. Saudi Arabia ni mshirika wa Marekani, Uturuki ni mshirika wa Marekani, Pakistani ni mshirika wa Marekani. Siwezi kusema nani atavunja nini, lakini nilitegemea mmoja yoyote katika hawa angeyafanya haya ambayo Uturuki anayazungumza. Nilitegemea muungano wa Saudi Arabia na Pakistani hauakisi muungano wa kujilinda dhidi ya Israeli, kwa sababu muungano huo upo kwa muda mrefu. Muungano wa Saudi Arabia na Pakistani si muungano mpya ambao unaweza kusema kuwa hawa wameungana kwenye jambo jipya. Hao wapo muda mrefu. Nakumbuka niliwaambia kuhusu baada ya mapinduzi ya yale ya 1979 kule Iran. Kilichotokea baada ya pale ndio Saudia alienda kushield, yani alienda kufunga yani zile tai zake, akaenda kazifunga pingu vizuri, na Pakistani alijenga misikiti mingi, alipeleka walimu wengi, alifadhili vitu vingi ndani ya Pakistani. Yani mabilioni ya riali ya Saudia zilimwagika Pakistani katika kujilinda, na niliwaambia wakati huo ndio mpasuko wa kile kitu kinaitwa Shia ulidhihirika wazi wakati huo. So sasa mara hii Uturuki anasema kuwa hatoshiriki kwenye huo muungano. Unakaa unafikiria, unawaza hawa watu nini ambacho kimewatokea? Mbona wenzao juzi tu walisema kuwa hatuwezi kuungana kule Ulaya. Unakumbuka Macron anasema kuwa hatuwezi kuanzisha muungano nje ya NATO kwa sababu NATO ndio imetuunganisha na hatuwezi kwenda against America. Yani wale wa upande wa pili wanachokiwaza zaidi ni kuungana na kuwa bora zaidi na kuwa na nguvu zaidi. Lakini hawa wa hapa Mashariki ya Kati, wao wanawaza
kitu gani kitatuvunja zaidi na tuvunjike zaidi. Labda unaweza ukasema hivyo. Yani kile wanachokiwaza wao ni tofauti kabisa na wale wenzako wa magharibi wanachokiwaza, au wenzao wa magharibi wanachokifanya. Watu wa magharibi wanawaza muungano, lakini watu wa hapa Uarabuni wanawaza kutengana zaidi waweze. Lakini naelewa kitu gani hicho. Nilikuwa jioni leo jioni nilikuwa nimekaa na kaka yangu mmoja, huwa sipendi kumtaja jina, lakini kichwa chake kimejaa vitu, na mara kadhaa napenda kwenda ofisini kwake kukaa na kuzungumza, kwa sababu kila nikitoka pale huwa kuna vitu ananipa. Yani kuna vitu viwili vitatu huwa ananipa. Nikawa nampa mfano, namwambia we nikija hapa kwenye hichi kisima huwa nakuja kuchota. Ikanikumbusha kuna mzee mmoja, sitaki kumtaja jina, yuko hapa nchini kwetu, lakini yeye ni mwenye harakati za kisiasa na yuko kwenye chama fulani hivi, na ni mwenyekiti tu wa tawi sehemu fulani. Yule mzee mashaallah, Mungu amlinde, kichwa chake kimejaa vitu. Sasa kuna wakati mimi huwa nasahau vitu, yani nasema hivi nitazungumza kipi, mbona kama ni vitu vinaanza kuisha kichwani. Basi huwa nachukua simu yangu, nampigia, namsalimia, salamu alaykum, mzima, habari za kwako. Dakika 30 nitazoongea naye atakuwa amenipa vitu 6, 7, 8 vipi ambavyo mimi kabla nilikuwa sivijui. Kichwa chake kimejaa material, kichwa chake kimejaa madini na vitu. Yani mimi huwa namgusa, halafu namuacha anaanza kunipa, bwana mwaka fulani iliwahi kutokea hivi na hivi na fulani unamkumbuka, mimi vingine sijui, namuitikia ndio. Yani muda ambao huwa nampigia simu huwa nimechukua karatasi yangu na kalamu, nimekaa nimetulia, kwa sababu nina kazi moja tu ya kuandika yale matukio mapya ambayo yeye huniletea. Mimi naandika pembeni, tukio naandika pembeni, tukio pale ninapomaliza naye sasa mazungumzo, naanza kulitafuta tukio moja baada ya jingine ambalo yeye amenisimulia na kunihadithia. Mimi naanza kutafuta undani wake, matokeo yake najikuta nimeongeza vitu vingi sana kwa wakati mmoja. So nilikuwa nikizungumza na huyu kaka yangu mmoja, kaka zangu ambaye kichwa chake kimejaa sana vitu. Yani nikienda pale, yeye ana maarifa mengi sana, anahitaji umuulize tu swali alafu akwambie hiki kiko hivi na hivi na hivi kwa rai zake na kile ambacho anakiona. Tukawa tukizungumza kuhusu haya maswala, akawa tunajadili, anasema kuwa ni kweli kuwa ukiangalia ulimwengu wa Kiarabu ni ulimwengu ambao tulikuwa tukijadili kuhusu hasa Ulaya walivyokuwa mateka kwa hivi sasa na Marekani. Akawa ananiambia tukijaribu kuangalia mfano, naweza kusema labda Waarabu na Waafrika ndio wameathirika zaidi na nguvu ya magharibi, lakini akawa ananiambia hapana, ukiangalia nguvu ya magharibi imewaathiri zaidi pia hata wenyewe wazungu. Na kweli ukiangalia nguvu ya magharibi imewaathiri zaidi Ulaya kuliko hata wengine. Nikawa namwambia mfano, unawaona hawa Waarabu au nchi za Kiarabu, mara kadhaa nimesema kuwa nchi za Kiarabu zimeathirika na hilo swala, lakini pamoja na kuathirika na hilo swala hazijaathirika kama walivyoathirika wazungu, kwa sababu wazungu wao hawawezi kutake action kwa kile ambacho nimekuwa nikikizungumza, kuwa uchumi wa Ulaya umefungamanishwa na uchumi wa Marekani. Usalama wa Ulaya umefungamanishwa na usalama wa Marekani. Kwa hiyo vitu viwili vinakwenda pamoja, kwa haviwezi vikatengana. Sasa mnajitenga vipi kwenye hili? Kwa hiyo nikawa namwambia mfano, unaona hizi nchi za Kiarabu, hawa leo watawala wa baadhi ya nchi nyingi za Kiarabu hawawezi kuwaza chochote against Western. Yani kama watakuwa na mawazo yoyote mabaya dhidi ya ulimwengu wa magharibi, basi wazo lao haliwezi likachukua muda mrefu. Ni kipindi kifupi sana hilo wazo litachukua na litapotea na litakwisha, kwa sababu hawaaminiani wao kwa wao, hawaaminiani wao na madereva wao, hawaamini hata walinzi wao wa ndani, hawaaminiani kwenye nafasi zao zote za uongozi. Yani hata wanafahamiana kabisa kuwa sisi ni ukoo mmoja, lakini kila mmoja anamuhisi huyu ni jasusi wa upande fulani. Na ndio maana nikawa namwambia hivi, ukichukulia ile hadithi ambayo inakuja kuwa kuna siku Saudi Arabia anasema atavunja petrodollar. Mwaka jana unajua mkataba ulikuwa umekwisha, na hizi taarifa zikawa kali sana kuwa Saudi Arabia anafikiria kuwa atavunja mkataba na Marekani wa 1974 ambao uliingiza Saudi Arabia kutumia petrodollar. Nikawa namwambia kama siku watalala jioni wa Saudia wameota kuwa kesho tunasimama na kutangaza kuwa tunaacha matumizi ya dola kwenye mafuta yetu, basi inaweza isifike asubuhi kwa hao watawala, kwa sababu kabla hawajalifikisha kwenye vyombo vya habari na uamuzi wa kutangaza, watakuwa hawapo kwenye hizo nafasi. Hilo elewa, kwa sababu
wamewekewa mamluki karibu kila uchochoro, wamewekewa mamluki katika kila kona. Yani hawana uamuzi wowote dhidi yao, yani hawana uamuzi unaoamua chochote kuhusu wao. Hapo ndio ilipo. Sasa kwa nini Uturuki amejiondoa? Kwa nini Uturuki anaondoka kwenye jambo zuri ambalo unalihisi lipo? Yes. Jana kama umeona makubaliano ya kibiashara ambayo yaliyofanywa kati ya Marekani na India, nadhani umeona hayo makubaliano. Halafu nenda kachukue maoni ya wafanyabiashara wa India na serikali ya India, hayo makubaliano jinsi wameyazungumza. Wameyazungumza kwa kuyasifia sana, ni makubaliano bora ambayo haijawahi kutokea. Kwa nini India kapewa hayo makubaliano? India kapewa hayo makubaliano kwa sababu Marekani, Trump alimwambia kuwa ni lazima mpunguze utegemezi au kuacha kutumia mafuta ya Urusi. India alizuia baadhi ya makampuni ya Urusi kushusha mafuta. Yani amepunguza kununua mafuta kama vile Trump alivyotaka. Yani ametekeleza uamuzi wa Marekani wa kuzuia baadhi ya makampuni ya Urusi kumwaga mafuta pale, kwa sababu India ndio ilikuwa refiner ambayo ina supply kwenda Ulaya, na ndio ikapelekea Trump akampiga ushuru wa 25% India. Sasa India walitangaza kuwa watachukua uamuzi wa Marekani na watautekeleza. Wamefanya hivyo. Marekani, baada ya utekelezaji huo, Marekani imefungua soko lao na biashara yao pamoja na India. India wanajisifu kwa hilo. Rudini kwenye kauli yangu ambao mara kadhaa nimewahi kuambia kuwa nguvu ya BRICS na wakuu wa BRICS, hakuna nafasi bora ya nchi yoyote duniani hivi sasa kama nafasi ya Marekani. Hiyo nairudia kusema. Nafasi ya Marekani ndio nafasi bora zaidi kwa nchi kupewa na kupata na kuachana na vingine. Ndio maana nimeshawaambia mara kadhaa kuwa waongozi wanaoongoza BRICS, viongozi wa BRICS nani? China na Urusi, si ndio? Yoyote kati yao akipewa fursa na Marekani ya kuwa njoo tuzungumze, anaachana na kambi moja, anaachana na kambi ya pili ambayo ni kambi, kwa sababu hupati kikubwa kwa China wala Urusi kuliko kile utakipata Marekani. Marekani atakupa fursa, atakupa jukwaa, atakupa soko na atakupa fedha. Atakupa vitu vingi kabisa ambavyo unaweza ukavipata kwa wengine hutovipata. Sasa nenda kachukulie kile ambacho India wanakizungumza kwenye haya mazungumzo ambayo, kwenye haya makubaliano ambao wamekubaliana na Marekani. Halafu rudi nyuma niambie kwa nini Uturuki ameamua kujiondoa kwenye kambi ya ushirikiano? Kwa sababu Marekani ana vingi vya kumpa Uturuki kuliko hicho ambacho wewe unakiona. Yani kuliko huo ushirikiano. Na yani akimpa hata kama unaona kati ya Saudi Arabia na Pakistan, Marekani anaona kuwa no threat, kwa sababu jeshi la Pakistani ni moja ya majeshi yanayopokea msaada zaidi wa Marekani. Yani linaishi kwa drip ya Marekani. Huwezi kulitofautisha kabisa na jeshi la Misri jinsi walivyo. Lakini unapozungumza kuhusu Saudi Arabia, sijui nikwambie nini. Saudi Arabia silaha, ujasusi, sijui yani ni Amerika. Mpaka misikiti miwili mitakatifu iko chini ya control na ulinzi na usalama kiasi kikubwa unatoka ulimwengu wa magharibi. Sasa hiyo ndio liko hivyo. Kwa hiyo sio tishio, na ndio maana Marekani anaweza kuambia waache waendelee. Anaweza kuambia ngoma ya watoto hiyo haiwezi kukesha, au kama kutakuwa na uamuzi wowote hawawezi kufanya lolote kwenye hilo. Lakini Uturuki kaamua kujiondoa kwenye hilo. Ondoka, acha huo muungano mnaulinda dhidi ya nani? Iko wazi kuwa muungano ulikuwa dhidi ya Israeli. Muungano huo wote ulikuwa dhidi ya Israeli, lakini Israeli anapitisha karata zake kupitia kwa nani? Kwa baba